Chuo Kikuu cha Uzima kimekanusha ripoti ya baadhi ya vyombo vya habari zilizodai kuwa haizingatii viwango vya kisheria vya mafunzo ya wanahabari na utabibu. Naibu Chancellor wa chuo hicho, Cosmas Ragot, amesema kuwa chuo hicho kimetimiza viwango vinavyohitajika vya mafunzo na tayari kilipata hati ya kuwa chuo kinachotambuliwa na serikali mwaka jana. Wakati huo huo, wahudumu wa afya katika kaunti ya Kisumu wameapa kuendelea na mgomo wao kwa kutolipwa mshahara hadi malipo yao yaliyosalia yatakapolipwa. Wycliffe Okech anatuletea taarifa hiyo kwa kina. Ikielezea masikitiko yake kuhusiana na ripoti za vyombo vya habari zilizodai chuo hicho akiafiki viwango vya kisheria vya mafunzo ya utabibu, jamii ya Chuo Kikuu cha Uzima imejitetea kuhusu kiwango chake cha kuzingatia masharti, ikisisitiza kuwa kwa miaka mingi imekuwa ikijitahidi kuafiki viwango vinavyohitajika vya mafunzo vilivyokiwezesha kukabidhiwa hati ya chuo kikuu kinachotambuliwa na serikali mwezi Mei mwaka jana. The publication is based on findings from over 7 years ago, 2019-2020 academic year, and does not reflect the reality of today's Uzima University standing as per the regulators. Akiongoza utetezi huo, naibu chancellor wa chuo hicho Cosmas Ragot alitaja ripoti ya hivi majuzi ya ukaguzi uliofanywa na Baraza la Pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki na Baraza la Kitaifa la Madaktari na Wataalamu wa Meno, ambayo iliipa taasisi hiyo alama 80.9 kati ya alama 100. The publication has significantly dented the reputation of Uzima University, both locally and internationally. Wakati huo huo, wahudumu wa afya katika kaunti ya Kisumu wameapa kutorejea kazini hadi malipo yao ya mishahara yaliyosalia yatakapolipwa. Wahudumu hao walioajiriwa na serikali ya kaunti ya Kisumu wamegoma kwa takriban wiki moja sasa. I want to say that we are on salary parade. Until we are paid is when we shall go back to work. Wataalamu wa afya pia wamemkosoa vikali mbunge wa Nyakach Aduma Owuor kutokana na kauli walizosema zinadhalilisha taaluma ya uuguzi. Aduma Owuor hivi majuzi alinaswa akiwahimiza wakazi wa Kisumu kutomchagua kiongozi ambaye hana sifa zinazofanana na za gavana anayemaliza hatamu yake Profesa Anyang' Nyong'o, kauli ambazo wauguzi hao walidai zilimlenga mbunge wa Kisumu ya Kati Joshua Oron ambaye ni muuguzi na pia anawania wadhifa wa ugavana wa kaunti ya Kisumu pamoja na mbunge huyo wa Nyakach. That is demeaning, discriminative. Nurses as any other citizen in Kenya and outside Kenya have got constitutional right to be elected, to vie and to vote. Nikiripotia runinga ya Channel 1 kutoka kaunti ya Kisumu, mimi ni Wycliffe Okech.